Ni Februari 26, 2026. Salamu kwako na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mwokozi wetu, mfalme wetu na tumaini letu la milele. Ndani yake tunayo hekima, hekima kamili, utakaso wa dhambi na wokovu wa milele kwa Mungu wetu aliyetufia na aliyetupa ushirika naye katika Roho Mtakatifu. Namshukuru Mungu kwamba nakutana nawe tena katika tafakari ya neno la Mungu inayoandaliwa na mchungaji Chris. Iko kwenye Rhapsody ya Uhakika kwa njia ya maandishi, inapatikana kwenye njia mbalimbali za mitandao, kwenye makundi sogozi, kwenye wavuti, kila mahali ambako unaweza kupata mawasiliano. Unaipata Rhapsody ya Uhakika. Kiingereza Rhapsody of Realities ni kazi iliyoandaliwa na mchungaji Chris kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Naitwa Zawadi Machibia. Karibu tafakari ya leo. Ujumbe wetu, mchungaji anatuambia kwamba umezaliwa katika uungu. Umezaliwa katika uungu. Neno la msingi liko katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 17. Siku zote husema moja katika mistari mingi ya Biblia ninayoipenda, maana huu ndio mwanzo. Neno la msingi kama nilivyosema, Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 unasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, mambo ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Katika ufafanuzi mstari huu mchungaji Kristo anatuambia, ulipozaliwa mara ya pili, Biblia inasema kwamba ulibatizwa katika Kristo. Kwenye ile Warumi 6 mstari wa 3 inatuambia, hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Ukisoma Wagalatia 3:27 inasema, kwa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Haleluya. Kwa hiyo kwa kuzaliwa mara pili ulizaliwa katika Mungu, katika uungu kwa neno kupitia Roho wa Mungu. Yaani ndio ulipokelewa kuja ndani ya Kristo. Ndio maana Biblia inasema katika waraka wa pili kwa Korinto sura ya 3 mstari wa 17, sura ya 5 mstari wa 17 kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amezaliwa upya akiwa na uzima wa Mungu na asili ya Mungu. Uhai wako wa kibinadamu haukuunganishwa na uzima wa milele, ila uliondolewa ule uhai wako wa kibinadamu na kubadilishwa na kuwa na uzima wa milele. Neno la Kiingereza supplanted. Hivi ndivyo Biblia inavyotufundisha. Na kama hujui jambo hilo, hutawahi kuishi katika uhalisi wa maisha ya kiungu. Ujuzi wako juu ya hilo huamsha uzoefu huo. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 13, Roho kupitia mtume Yohana anatuambia, nimewaandikia ninyi mambo haya ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Mungu anataka ujue kwamba una uhai wake ndani yako. Haleluya. Uhai huo haukai pamoja na magonjwa, yaani haukai sehemu moja na magonjwa, maradhi na udhaifu. Huangamiza vitu hivyo. Uzima wa kiungu ndani yako hauharibiki, hauwezi kuharibika na hauwezi kuingiliwa na kushindwa na kifo. Lakini kama hujui, utaishi kama mwanadamu wa kawaida, ukiteswa na mateso yale yale yanayowatesa wale wasio na Kristo. Ndio maana lazima uelewe maana halisi ya kuzaliwa mara ya pili. Ni kuwa na uzima wa Kristo ndani yako. Ni kubadilishwa au kuhamishwa kutoka katika hali ya kufa hadi hali ya kutokufa. Kutoka katika ubinadamu hadi uungu. Mungu atukuzwe. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa ufunuo wa uzima wa milele nilio nao katika Kristo Yesu.
ninatembea katika ufahamu kwamba nina uzima na asili ya Mungu katika roho yangu. Maisha haya yananifanya kuwa bora kuliko magonjwa, maradhi na giza. Ninaishi kwa ushindi siku zote, nikiudhihirisha uzima wangu, uzima wa kiungu ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Masomo zaidi katika tafakari yetu leo tunayapata kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6. Biblia hapa inatuambia, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 na wa 12, Biblia hapa inatuambia, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Haleluya. Na Warumi 6 mstari wa 4, Biblia inatuambia, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kwamba kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Haleluya. Hii basi ndio tafakari yetu siku hii ya leo, kama alivyotushirikisha mtu wa Mungu Mchungaji Chris. Haya maneno ni ya muhimu sana, yanabadilisha kila kitu, mtazamo wako, maisha yako, jinsi ulivyo. Huu ndio mwanzo. Ile waraka wa pili kwa Korinto sura ya 5 mstari wa 17, huu ndio mwanzo. Ni kama vile ile mbegu, Biblia inatuambia tumezaliwa kama mbegu, tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, neno la Mungu. Kwa sababu Mungu anaondoa ule uzima wa kibinadamu, alafu anaweka ndani yake, anapachika ndani yake ule uzima wa kimungu. Sasa ule uzima wa kimungu unakupa mtazamo mpya kimaisha, kwa sababu sasa unakuwa na asili ya Mungu. Sasa unakuwa uko katika kiwango, katika daraja la kimungu. Na hapa ndio maana hapa waraka wa kwanza Yohana Mtakatifu hapa anatuambia kwamba huu ndio ushuhuda wenyewe ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Angalia sentensi hapo. Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo uko ndani ya mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Yeye aliye na Yesu Kristo ndani yake, huyo anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hiyo sisi tuna maisha mapya katika Kristo Yesu. Na tuliupata uzima huu baada ya kumpokea Kristo. Sasa Biblia hapa inatuambia kwamba tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika huo upya wa uzima. Kwa hiyo mtazamo wa Mkristo amewekwa katika daraja la Mungu. Ndio maana hapa tunaambiwa kwamba tulipozaliwa mara ya pili, tuliingizwa katika Ukristo kwa njia ya ubatizo, kwa sababu sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Kwa maana sisi tumebatizwa katika Kristo, hivyo tumemvaa Kristo. Haleluya. Ukimjua Kristo ni nani, ukamjua Mungu ni nani, wewe ni kiumbe cha kipekee kabisa. Mimi ni kiumbe cha kipekee kabisa, kwa sababu kwa kuzaliwa kwetu mara ya pili, maanake tumezaliwa katika Mungu. Hizi sio hadithi za simulizi hizi za kwamba ilikuwa ni kama kusadikika hivi. Hapana, huu ndio uhalisia wa maisha, kwa sababu maisha ni kiroho. Siku zote tunajifunza kwamba maisha ni kiroho. Uhai wa kibinadamu haukuunganishwa na uzima wa milele, yani kwamba ulikuwa mwanadamu sasa. Hapana, ule wa kibinadamu umeondolewa, umeingizwa ule wa kimungu.
uliondolewa na kupewa uzima wa milele. Kwa hiyo mtu aliye ndani ya Yesu Kristo, huyo ana uzima wa milele, na huo uzima uko ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Na kama mtu hajui hilo, basi utakuwa unaishi tu maisha ya kawaida hivi kama watu wengine. Ujuzi wako wa hilo, ukilifahamu hilo kwamba wewe umezaliwa upya, umeumbwa upya katika neno la Mungu, basi ufahamu huo unakuamshia yani unakuweka hai, unakuleta katika kiwango cha kujua wewe ni nani. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura 5 mstari wa 13, Biblia inasema Roho kwa kupitia mtume Yohana anatuambia tumeandikiwa sisi mambo haya, sisi tunaoliamini jina la mwana wa Mungu, tujue ya kuwa tuna uzima wa milele. Hii sasa inanikumbusha kwaya ya barabara ya 13 Mkolandoto walikuwa naimba, nimewajulisha ninyi mambo hayo mjue ya kwamba mna uzima, kwani heri ninyi mnaoliamini jina la Mungu wetu Baba yetu. Haya yako mengi ndani yake. Ukisikiliza zile kwaya za zamani wanaimba neno la Mungu. Muda hauniruhusu kuendelea. Usikilize tena ujumbe huu tena na tena na tena, kwa sababu ndio asili yako. Siku ile ulipompa Bwana Yesu maisha yako, uliunganishwa naye. Maisha yako ya kibinadamu yaliondolewa, uzima wako wa kibinadamu, uzima ule wa baba na mama ambao ulizaliwa uliondolewa, ukapewa uzima wa kiungu. Ndio maana wewe umezaliwa katika roho, kwa kuwa Mungu wetu ni roho, na nasi tunamwabudu tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, hili ni tangazo muhimu ambalo Bwana anakutarajia upate kuitikia. Sema sala hii baada yangu, nawe utafanyika mwana wa Mungu. Sema, Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia hii leo. Ninapokea kwa imani moyoni mwangu uzima wa milele katika roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Kama umesema sala hii, nataka tu nikuhakikishie kwamba Mungu Baba aliye hai amekusikia. Karibu katika familia ya watoto wa Mungu. Karibu katika familia ya wana wa Mungu. Ukiwa na maswali, basi usisite kutuandikia au kutupigia au kututumia ujumbe. Andika kwa namba hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki.